إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika muhkam tanzil, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika hiyo jinsi nafsi zenu. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, baada ya kuona mambo ambayo sisi tunapaswa kuyafanya katika huu mwezi na vile vile kushikamana nayo, talaban limardatillah, kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, tuangalie ndugu zangu watukufu wa Kiislamu yale mambo ambayo sisi kama Waislamu ambao tunataraji pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni haramu kuyafanya, haifai kuyafanya katika mwezi huu. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kuanzia leo mpaka utakapoisha huu mwezi, al-ma'mur al-khairat kullu, kilichoamrishwa ni vizuri mtu uzifanye, kilichosisitizwa zaidi ni kufunga. Lakini kuna mambo ambayo sisi kama Waislamu, ndugu zangu watukufu, haifai kuyafanya wala kuhutika kuyasikiliza. Miongoni mwa mambo hayo, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ni yale ambayo yanaenea katika jamii yetu, na ni watu ambao tunaishi nao mitaani na jirani zetu. Cha kwanza, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ni ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema: fala tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msiwatukane masahaba zangu, lao kama mmoja wenu atatoa dhahabu ukubwa wake ni mlima Uhud, haitafikia kibaba cha sahaba alichotoa wala nusu yake. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, miongoni mwa mambo ambayo yanafanywa na watu ambao wanadai kuwa wao ni Waislamu, lakini Uislamu kwa wao unakamilishwa kwa ukamilifu wake, ni kuonekana masahaba katika zile majalis ambazo zinaitwa al-Husainiyat, majlisi za al-Husain. Majlisi hizi, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, zinawekwa bidaya ya hadha shahr, mwanzo wa mwezi mpaka mwezi 10, wakitaja kisa cha Husain bin Ali radhiyallahu anhu, wakianza siku ya kwanza kaifa kharaja min Makkah ila Karbala. Katika hizi majalis, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, wanawatukana masahaba. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo ni miongoni mwa mambo ambayo kwa sisi Waislamu kama Ahlus Sunnah wal Jamaa ni haramu kuyafanya, na ni haramu kushiriki katika mambo haya. Miongoni mwa mambo ambayo ni haramu pia kuyafanya, haifai katika sheria ya Uislamu, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ni kufanya mwezi kuwa ni shahrul huzni, ni kufanya mwezi kuwa ni mwezi wa huzuni, ni mwezi wa kuhuzunika. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi aliuliwa, vipi ilitokea. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, haya sio mambo ambayo Uislamu wetu unatufundisha, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikataza, kwani katika kufanya mwezi kuwa ni shahrul huzni yanapatikana yale mambo ambayo kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayaelezea. Miongoni mwa mambo hayo, kuomboleza, na mengineyo. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ni kujipiga. Aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam: laysa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyya. Haya yote kuna
baadhi ya Waislamu wanafanya wakifikiri kuwa ni ibada, kuipiga miili yao, kutoka barabarani kutembea. Haya yote ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, utakapofanya katika huu mwezi, basi utaingia katika hadithi ya Muhammad katika aya Allah subhanahu wa ta'ala alisema fala tudhimu fihi anfusakum. Kwa sababu gani? Tajawazta anil haqqi ila al-batil, umevuka wewe kwenye haki kuelekea batil. Na vile vile ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ni kuto kuitakidi kama huu mwezi ni mwezi khas wa kuimba anashidi, za kuimba anashidi ambazo ndani yake zinataja habari za Hussein, kama walivyoeleza ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ambayo inaitwa kuwa ni hadithi, wakisema an Zain al-Abidin, kutoka kwa Zain al-Abidin amesema man anshada shi'ran fi Husayn fa'abka wahidan falahu al-janna wa man anshada shi'ran fi Husayn fabaka falahu al-janna wa man anshada shi'ran fi Husayn fatabaka falahu al-janna. Ni kuimba au pia ni kusikiliza yale manashidi ambayo kwenye mitandao tunayasikia, ambayo yanasema ikimtaja Hussein na kuhuzunika, kutaja kaifa vipi alidhulumiwa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ambao wao wanamzushia wala Hussein, mtoto wa Hussein, kwamba alisema yoyote atakayetunga eti shi'ra eti yoyote bila Hussein, ikiwa inamuelezea Hussein kaifa kharaja kaifa kutila fa'abka wahidan, akamliza mtu mmoja ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, falahu al-janna, ilikuwa ana yeye pepo. Na wakasema na pia atakayetunga beti moja akaja yeye mwenyewe ana pepo, na nyingine wakasema kuwa atakayetunga beti akajiliza falahu al-janna, pia ana pepo. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, haya maneno ni maneno ya Mungu, hayaisiki kwa huyo anayemfikizia, na wala hakuna anashidi zozote ambazo zilipatikana kutoka kwa watoto wa Hussein radhiyallahu anhu. Na jambo lingine ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ambalo inakuwa pia ni makosa kulifanya katika mwezi ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ni kuvaa nguo nyeusi. Kuvaa nguo nyeusi, alafu sasa ni kuitikadi kuamini kwa kuvaa hizi nguo nyeusi ni ibada katika huu mwezi, na pia kusema kama hizi nguo nyeusi kwa sababu ya tukio fulani la kuuliwa al-Hussein ndio nguo ambazo ni nafsi kuzivaa kwa sababu siku ya majonzi. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, hakuna kauli yoyote kutoka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ashabi wala tabi'in wala tabi'in ambayo inaelezea hivi ndugu zangu watukufu wa Kiislamu. Jambo la mwisho ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ambalo pia halifai katika mwezi kulifanya ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ni kule kuamini baadhi ya Waislamu ama kuswalihisha kusema kwa kuzuru Karbala يوم عاشوراء au fi shahri al-Muharram ta'dilu 70 hijjatan, kwa kusema kwa kuamini atakayeenda kuzuru Karbala katika huu mwezi, hususan يوم عاشوراء, kwa kulingana na hija, tena sio hija moja, hija 70. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, hii ni iftiraa ala sahaba, huku ni kuzusha, na sio kuzusha tu kwa maneno. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kuna riwayati ambazo wao wanazisoma
Miongoni mwa hizo ni ile ambayo wamepokea, wanasema wenyewe kwa imepatikana kutoka kwa Ali Zainul Abidin, mtoto wa Ali, mtoto wa Ali ibn Hasan ibn Hussein. Waliposema ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, man zara qabla Hussein ibn Ali يوم عاشوراء عارفا بحقه كمن زار الله في عرشه. Yeyote atakayezuru kaburi la Hussein katika يوم عاشوراء عارفا بحقه, hali ya kufahamu, hali ya kutambua haki ya kufanya hivyo, kwamba yeye kufanya hivyo ni haki yake, wanasema kama ni zara Allah, ni kama mtu ambaye amemzuru Allah katika arshi yake. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, huu sio Uislamu, wala haya sio maneno ya Kiislamu. Huu ni at-talaa'ub an dini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini haya tunasema? Kwa sababu haya maneno, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ndiyo maneno ambayo yanasema kwa munasaba wa mwezi huu, hususan katika misikiti ya Mashia. Na baadhi ya ndugu zetu tukuta wanaenda huko kuzuru, kuamini kuwa yoyote atakayeenda huko akazuru lile kaburi kwa kuitakidi kabisa kama mimi nina haki ya kufanya hivi, ili kaburi lina haki ya kufanywa hivi, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, basi huyo ni sawasawa na mtu ambaye alimzuru Allah subhanahu wa ta'ala fi arshihi, katika arshi yake. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, lau kama haya maneno yangekuwa ni kweli, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, basi angesema na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo lingine ambalo pia wanaitakidi ni kwamba yule ambaye atakayezuru hili kaburi يوم عاشوراء فبات عنده ليلة, akalala katika hili kaburi siku moja, mara baada ya kuzuru akalala kwa kaburini usiku mmoja, kama haja 70 hija, ni kama mtu ambaye amehiji hija 70. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, haya ndio maneno ambayo wanasema, lakini haya ndugu zangu watukufu wa Kiislamu sio maneno yanaendana na Uislamu, wala hayana mafungamano yoyote na Uislamu. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, sisi wajibu wetu kama Waislamu, ndugu zangu, ni kushikamana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala Mtume akaamrisha tufunge, akasema tufunge na tufanye ya khairati, kwa sababu huu ni mwezi mtukufu. Tujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutoe sadaka, tutumie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kayaamrisha yafanywe katika miezi mitukufu, hususan katika mwezi huu wa Ashura. Na akatuamrisha tufunge yaumu Ashura, yaumul ashir, siku ya 10 katika mwezi. Kwa sababu gani? Bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliifunga hii siku na akawaamrisha maswahaba zake waifunge. Alipoulizwa akasema, ninatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala anifutie madhambi ya mwaka uliopita. Haya ndio mafunzo sahihi ya Bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wala sio katika mafunzo ya Bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kufunga mabendera katika majumba yetu, kuandika ya Hussein, wala kuamini kuwa huu ni mwezi wa huzuni. Hayo sio mafundisho ya Bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wala kushiriki katika zile majalis. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, wala kuitakidi kama kulia unaposikiliza nashidi ambayo inaelezea dhulma aliyofanywa Hussein,
Kwa una pepo ndugu zangu watukufu wa Kiislamu. Hizi zote ni mkutaraji ambazo Uislamu ndugu zangu watukufu wa Kiislamu unazipiga vita. Kwa ni kuamini vitu kama hivi ndani yake kunapatikana at-tala'u biidhnillah. Kuna kuichezea dini Allah subhanahu wa ta'ala. Ni vipi usikilize beti tu moja ulia na kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni kiasi gani tunaifanya kuwa ni rahisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ninakuhimizeni kwa mara nyingine kama ninavyohimiza nafsi yangu, kunako suala zima la kuyafanya yale mabora katika mwezi huu, mwezi wote. Sio mwezi wa kusengenyana, sio mwezi wa kusemana, sio mwezi wa kufanya mambo mengine yote, ni mwezi wa kufanya mambo mazuri ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, na pia kuachana na yale yote ambayo Uislamu haukuyafundisha ndugu zangu watukufu wa Kiislamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.